Mungu akutie nguvu uweze kufanikisha. Tuangalie faida za kutoa mavuno. Faida za kutoa mavuno mbele za Bwana. Kuna faida gani ya kutoa mavuno mbele za Bwana? Kuna faida gani za kutoa mavuno mbele za Bwana? Faida ya kwanza, ukitoa mavuno kwa usahihi utafanikiwa na kubarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28:3. Na Mungu anasema hivi, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Ukiendelea mstari wa 4, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kusoma kuona baraka. Kwa hiyo ukitoa mavuno kwa usahihi mbele za Mwenyezi Mungu, utabarikiwa na kufanikiwa. Anasema utabarikiwa mjini, kwenye biashara mjini. Mjini sasa unajua hakuna kilimo Utabarikiwa kijijini, mashambani. Na kwenye mifugo pia. Unajua mjini hatufugi sana. Kwa mjini mara nyingi ni biashara zingine tu. Kwa hiyo kijijini tafasiri yake kuna kilimo, kuna ufugaji. Kutoa mavuno kwa ukamilifu mbele za Bwana, atabariki mjini unapofanyia biashara zako zote, zitabarikiwa. Lakini ukitoa katika hali ya ukamilifu pia utabarikiwa kijijini, kwenye mashamba yako, kwenye mifugo yako, utazidi kubarikiwa. Lakini hasara nyingine, tunaangalia faida na hasara. Kwa hiyo tunaangalia faida ya kubarikiwa, kinyume chake kutokubarikiwa au kukosa baraka za Mungu. Hagai 1:6. Kitabu cha Hagai ni kama tunaangalia baraka, faida ya maana yake na hasara. Kwa tumeangalia faida ya kwamba utabarikiwa na kufanikishwa kila kutoa leo. Utabarikiwa pande zote, mjini na kijijini utabarikiwa. Lakini hasara ya kutokutoa, hasara ya kutokutoa kikamilifu mavuno ni ipi? Kukosa baraka za Mungu. Hagai 1:6. Biblia inasema hivi, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kumtia katika mfuko uliotoboka. Kwa hiyo unavyotoa sadaka ya mavuno kikamilifu unapata baraka, na unavyoshinda kutoa kikamilifu manake unakosa baraka. Anasema hapa, mmepanda vingi mashambani kwenu mkavuna kidogo. Lakini pia wale ambao wameajiriwa, wenzangu na mimi, wako ofisini, wanaingiziwa kama mshahara ya mwisho wa mwezi, wanapokea mishahara yao, wanaweka mifukoni, mifuko imetoboka, manake mishahara inadondoka, inapitiliza. Unapata mshahara, inatokea shida nyumbani kwako, ile inateketea. Unapata mshahara, andini nyumbani kwenu wanafiwa au utokea msiba, unasafiri kwenda msibani. Ukishaenda msibani, kuna ndugu tawatazama, utapeleka kachumvi, kasabuni, hela inaisha. Unapata mshahara, nyumbani kwako mara ghafla mvua inanyesha kubwa, radi inapigwa, shoti, nyumba inaungua. Nilienda kumwombea mtu jana saa 3 asubuhi mpaka saa 4. Alikuwa ananyosha, wakati ananyosha akaacha pasi kitandani, akaenda sokoni kuemea mboga. Amerudi anakuta watu wamejaa nyumbani kwake, alafu chumbani vitu vyote vimeungua. Anashangaa. Kwa tusipotoa mavuno kamilifu, kile chanzo ambacho cha mapato kinateketea. Kama ulipanda mwaka ukavuna, mwaka ujao utashtukia mtu anakuambia ardhi zimeshaharibika, sasa hivi bila mbolea, huzuni. Wenzako wanavuna. Tulienda mahali fulani kulima, tulivuna bila hata mbolea kabisa. Wengine wanalia vibaya mno, lakini kwa maelekezo ya Mungu na kwa utii pia wa kutoa. Ukitoa vizuri unabarikiwa, chanzo cha mapato kinaongezeka na kinabarikiwa. Usipotoa kikamilifu, vyanzo vyote vinafunga, mifereji yote mapato inafunga. Uje kuona ulikuwa unapigiwa simu kwa nyumbani, uko wapi? Sema bwana, nakutumia hela ya soda, unatumiwa. Nakutumia hela ya sikukuu, unatumiwa. Nakutumia hela ya
huyo mnasema nauma na kutumia maneno matibabu unatumua. Ukisha katika hali ya kutokuwa mwaminifu mbele za Mungu, utashtukia na wao wale ambao walikuwa wanakutumia wanajikata. Siku zinakata. Ilipofika sikukuu unapigiwa simu watu wawili watatu na kutumia na siku muda huo hamna. Kwa nini? Uliziba mifereji kwa kutokuwa mwaminifu wako utawa mavuno uliyopata. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tunaelewana? Tunaelewana jamani? Tuko pamoja? Kwa hiyo unatushtukia, unafika kazini unakataliwa. Kuanzia leo kazi hauna. Jamani, shida nini? Tunafikiria tu na tajiri ametoa ruhusa na kwamba kwa hiyo mtu kupumzisha biashara haiko sawa. Kumbe ulichanganya maneno. Unashangaa. Unaenda mahali kuweka biashara. Mteja akifika akitazama hivi, anaenda kununua kwa jirani. Mimi kwenda kumwambia ndugu mmoja kaniambia hivi. Wakati nafanya ile biashara, nikashangaa na niozea. Nilipomuuliza mteja wangu mmoja, mbona siku hizo ulichangia na mchangia jirani yangu? Akasema, siku hizo umekaa hapa, umepanga mandazi unauza. Nimefika hivi nikaangalia nikaona mawe. Nikaenda kwa jirani. Si jambo la kawaida na Mungu amekubali ruhusa kwa sababu mimi nimeshajikataa mbele zake. Usifikiri kila ambaye biashara yake haiendi ni kwa usahihi. Usifikiri hali ni ngumu, hakuna. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na mjini kwenye biashara. Ifu biashara haiendi kuna problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine akasema nauza nguo, mmoja akasema nikifikiri nikita, mmoja kaniambia anapotazama ile nguo anaona kama miti imesimama. Anapitiliza anasema huyu naye leo kwa. Anapitiliza anaona mazingira mengine. Sasa anafika na tazama anaona biashara haifai. Kama vile ngoma za mtumba kwa ni special. Sasa ingine umekaa nyumbani uolevi au uolevi. Kile mtu anaanza na masomo ya kukataa. Kwa nini umefanyishwa somo kwako? Mtu akiona kwanza vile ni mzee. Kumbe ni kijana. Mtu mmoja aliniuliza, hivi Isaki, unanionaje mimi? Nikasema nakuona uko vizuri. Unanionaje? Uko vizuri. Nafaa, nikamwambia nafaa sana dawa. Akaniambia, "Sasa mbona hamji?" Nikaanza kujiuliza. Sikuelewa. Siku moja sasa akaja kanitafuta kananiambia, eti ukinitazama naona kama mimi ni mama. Nakuwa mimi kama mdada kwa sababu nakufahamu. Lakini watu wangu wamenichosha. Naambia mimi kama mama. Natembea za kimama mama, natembea kimama mama, navaa kimama mama. Hawanielewi. Kwa mtu badala ya ni approach akitazama sio mke wa mtu akapitiliza. Si kama tunaelewana? Ni zote ni hasara kutokuwa mwaminifu mbele za Mungu. Ukiwa mwaminifu kwa kitu kidogo, hata vile vikubwa utavipata. Usipokuwa mwaminifu kwa kidogo unachokipata, hata vikubwa vikubwa huwezi kuwa mwaminifu. By the way, Mungu anapokubariki anaanza kidogo kidogo. Akishaona wewe hueleweki, na yeye anajikata anajiondokea. Giza na Mungu afikie sehemu hii. Kama wewe ni mchona, Mungu sio mchona amekupa, hauwezi kukaa ndani yako anajiondokea. Kisha jiondokea uwe na uhakika shetani aingia ndani yako. Wakati tuendelea kuangalia faida ya pili.